Ni safari ya mwisho ya mdogo wetu, mtoto wetu, ndugu yetu ambaye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Lwiche aliyekuwa anafahamika kwa majina ya Huruma, akiwa anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 13. Alikuwa akijaribu kuvuka mto Lwiche kutoka katika kata ya Lwiche kuelekea kata ya Milanzi akitokea shule alipokuwa anasoma. Huruma alidumbukia katika mto Lwiche. Kikosi cha uokoaji kilifika katika mto Lwiche na kuja kufanya uokozi siku ya jana, lakini hawakufanikiwa kumpata Huruma. Na siku ya leo asubuhi mapema kabisa kikosi cha uokoaji kimefika pia na kuangalia jinsi gani anaweza kusaidia, lakini umekuja kupatikana mwili wa Huruma katika mto Lwiche ambapo umetembea zaidi ya mita 400 kutoka sehemu ambapo alikuwa amedumbukia. Lakini wananchi jambo hili wamelipokea kwa huzuni sana na limezua taharuki katika kata zote mbili ikiwemo Lwiche na Milanzi. Kubwa zaidi ni wao wanaiomba serikali kuhakikisha kila kata angalau inakuwa na sekondari ili kuepukana na hadha ambazo zinakuwa zinatokea mara kwa mara, hasa sehemu za mito. Na sasa hivi maiti inasafirishwa kutoka kata ya Milanzi na kuelekea katika kijiji cha Malolo ambapo ndipo Huruma alipozaliwa na wazazi wake, huku alikuwa anaishi na mama mkubwa wake. Sasa kutoka maeneo haya Ushuani Media pia tumefika ili kuja kuwajulisha taarifa ambazo zinakuwa zinaendelea muda huu hapa. Mimi naitwa Ezekia Mwakasege, mwenyekiti wa kitongoji cha Kasisiwe, kata ya Milanzi. Jana tumepata janga kama unavyoona hivi. Leo tumepoteza mtoto wetu anaitwa Huruma Bariki. Ilikuwa anasoma shule ya sekondari Lwiche. Ilikuwa saa 11 jioni. Kama mwenyekiti wa mtaa nilipigiwa simu kwamba kuna mtoto ameangukia kwenye watoto watatu, lakini bahati nzuri au mbaya hao wengine wakawa wamejiokoa wao wenyewe. Lakini tulivyopata taarifa na wananchi wangu tukaenda Lwiche tukaanza kutafuta, wakaja tukawapigia zimamoto. Bahati nzuri na wenyewe wakawa wamefika mapema na wananchi wangu tukashirikiana nao kuzama kwenye maji, na mkuu wa wilaya alifika jana hiyo na leo asubuhi amefika. Kwa jana tumetafuta mpaka saa 3 usiku, lakini bahati nzuri au mbaya tukashindwa kumpata mtoto. Leo asubuhi tumewahi tena kumtafuta mtoto, bahati nzuri akawa ameshuka mpaka chini karibu na daraja la kuvukia hapa wananchi wa Kasisiwe. Kwa hiyo tunachoomba kwa serikali yetu, kwa sababu inaonekana tayari kila mwaka au miaka 2-3 tunapoteza watoto, tunaomba sana kama serikali tuangalie kwa macho mawili kwamba saizi watoto wanaokwenda shule ya sekondari Lwiche tuna watoto karibu 100. Hao watoto 100 ni wengi, na watoto asilimia kubwa wengi wanaanza watoto wakiwa wadogo shule. Kwa hiyo tumepanga kama serikali ya Kasisiwe kwamba tuwe na shule yetu ya sekondari kama tulivyopambana 2018 mpaka 19 tukapata shule yetu ya msingi. Hatuna saizi tatizo, watoto wetu wanatoka shule jirani wanarudi nyumbani, lakini hawa watoto wa sekondari kunakuwa hadha kubwa sana, tukiwa huko muda mwingine inakuwa shida. Kwa hiyo tunaomba kama serikali itusaidie, itutie nguvu. Mimi kwa ujumla naomba saizi, kwa sababu tumepata hili tatizo, lile daraja ambao tulikuwa wanavuka watoto wetu tumelijenga mwaka jana mwezi wa 12 kwamba ni msaada, tunalivunja lile daraja ili wao wanapita moja kwa moja daraja kuu ila huku, kwa sababu hatuwezi tukasema tuache daraja liko vile vile. Watoto walimu walikuwa wanawatangazia jamani, maji saizi ni kipindi cha mvua msivuke huko, lakini baadaye watoto si unajua jamani, yani wakawa wanavuka huko. Kwa hiyo tunaomba saizi ile daraja ambao walikuwa wanavuka watoto wetu tutalivunja, watakuwa wanapita barabara kuu yani sana. Mimi kwa jina naitwa Boaz Yusufu Steven, ni mkazi wa eneo la Kasisiwe. Ombi langu kwa serikali ni kwamba ili kuondokana na hii hadha toka mwaka jana, maana kuna wanafunzi walitaka kuondoka na maji kwa mfumo huo wa kivuko tulichonacho pale mbele, lakini mwaka huu sasa tumepoteza kabisa mwanafunzi. Lakini ombi kwa serikali ni kwamba tunaomba watusaidie mazingira yawe rafiki, kwa sababu eneo la Kasisiwe limekuwa ni eneo kubwa ambalo linachukua wanafunzi wengi wanaosoma sekondari ya Lwiche.
lakini lingine ni juu ya miundombinu ambayo ipo huku eneo la kata ya Milanzi, kitongoji cha Kasisiwe. Kwa hiyo ni mazingira ambayo serikali iliangalia kwa upande wa pili, ambalo limekuwa ni changamoto kwa jamii yetu ya Kasisiwe. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta? Vipi, pampu za kuvuta maji washakuibia sana? Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo fundi pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo fundi pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo fundi pikipiki kutoka Kasunga Company Limited, anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.